Nijua tu Chacha lazima uulize maswali ya utata. Asante sana. Naomba swala la kwamba ni miezi mitatu tulikuwa na mkutano mkuu na taarifa hizo ziliwasilishwa, kuna utofauti gani? Nasema kuna utofauti mkubwa. Hapa tunapokea taarifa ya utekelezaji wa ilani ya miaka mitano. Miaka mitano, 2020 mpaka 2025. Kwenye ilani ile, kwenye ile taarifa iliyokuwa inawasilishwa katika mkutano uliopita, ipo miradi ilikuwa inatekelezwa imefika asilimia 55. Kwa hiyo tutakaposoma sasa hivi tutaeleza imefikia asilimia 70 au 80. Wakati tunawasilisha ilani ile, miradi ya BRT inayoendelea Dar es Salaam ilikuwa bado kuna chimbuliwa tu. Sasa hivi unaona majengo na asilimia zake, unaanza kuona hiyo miundombinu. Kwa hiyo ni tofauti. Hiyo miezi mitatu kuna mambo yamefanyika. Kwa hiyo huku kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama tuliwasilisha kwamba jengo la hospitali limekamilika, maana yake katika miezi mitatu tutakuja na taarifa kwamba tayari wananchi wanatibiwa katika hilo jengo. Awali katika miezi mitatu ilikuwa labda vifaa tiba havijawekwa. Kwa hiyo niseme kuna utofauti, lakini toshe kusema kwamba ni utekelezaji sasa wa miaka mitano. La pili, ulisema mkutano mkuu unahitaji maandalizi, na unaona kama ni siku 10. Nakubaliana na wewe, mkutano mkuu ni jambo kubwa, lakini mpaka anakuja kutangaza, maana yake kulikuwa na maandalizi yanafanyika, na sasa natangaza nikiwa naamini maandalizi yamekamilika. Na ndio maana Chama cha Mapinduzi kina kamati kuu, kina halmashauri kuu, lakini kuna secretariat, sisi ambao ni waajiriwa wa kufanya kazi za kila siku chini ya katibu mkuu. Kwa hiyo sisi sasa ndo tunafanya zile kazi na watendaji. Kwa hiyo tukishajua kwamba tumefika mahali tunatoa taarifa. Kwa hiyo ndugu yangu, nikutoe wasiwasi, hatuwezi kweli kuandaa mkutano kwa siku 10. Hata mimi nakukubalia. Kwa hiyo hapa nilivyo naongea siku 10 ni kutangaza kwamba kutakuwa na mkutano mkuu. Kwa hiyo sio jambo la dharura ndani ya siku 10 tunaandaa mkutano, hapana. Mkutano huu sisi tupo watendaji, watumishi wa chama, tumeanza maandalizi muda mrefu, tukaangalia hizo tarehe na mpaka anakuja kutangaza, manake maandalizi ni kama yamekamilika. Na ndio maana nimewakaribisha watu mje Dodoma, nimewakaribisha wajumbe, wale ni mabosi. Mkutano mkuu wale ni mabosi. Kwa hiyo hatuwezi tukatamka au tukaandaa mkutano mkuu ambao hauna hadhi. Kwa hiyo mpaka tunatoa taarifa, maana yake tumeshajipanga, kila kitu kimekamilika. Kwa hiyo ni kualika tu waje katika mkutano mkuu. La tatu, unaniuliza habari ya makamu mwenyekiti. Ndo hayo ambayo sasa hayako kwenye ajenda zangu. Nilijua tu malo lazima nichokoze. Hayapo kwenye ajenda za mkutano mkuu. Kwa hiyo itoshe kusema, mbona mimi nafanya ziara, napumzika, na kuwa na kazi zingine za kufanya, vikao vya ndani, vya ofisini. Baada ya hapo naanza ziara tena. Kwa hiyo ni utaratibu wa kawaida tu. Kwa hiyo mzee hana jambo lolote. Hana jambo lolote. Kwa hiyo ni ratiba kwamba bana mtafanya hapa
nikikamilisha napumzika. Kuna jambo la familia, kuona watoto, na hata mimi mwenyewe lazima nijiwekee hilo. Halafu baada hapo unaenda ofisini, baada hapo unasema nitafanya ziara. Kwa hiyo ni jambo la kawaida. Kwa hata mimi nikipotea wiki moja, naambia mwenezi kwa sababu amekata moto au amekata pumzi, nikipumzika wiki moja, hapana, ni ratiba tu. Asante. Naitwa Beyeza kutoka Kipepeo Media. Nakushukuru sana, maana nilisema kwamba tujikite kwenye hizo ajenda ulizotwambia, kama nchi kama tumekosa engo fulani tutakuwa kwenda mbali zaidi. Na kweli utakosa. Lakini nani ngoja nijikite hapo. Usiniulize ambalo aliko kwenye mkutano mkuu. Chama cha Mapinduzi unapokuwa umezindua ilani. Nyinyi ndio mnakuwa mnasimamia hiyo ilani, si ndio? Ndio. Sasa linapokuja swala la CAG, akatuambia hapa hela fulani tunaona kama vile hapapo sawa, sehemu hii hakupo sawa, sehemu hii hapa labda uwanja wa ndege hakupo sawa. Na nyinyi ambao mnasimamia ilani na kwa wapi mpaka CAG anakuja na kugundua kwamba kuna hela zimepigwa, na nyinyi ndio mnakuwa mnaosimamia ilani. Swali la kwanza. La pili, kama ukiona vema leo Simba anacheza hivyo hivyo, labda una neno lipi la kuzungumza kwa wapenzi wako? Asante. Ubaya ubwela mpaka Moroko. Tunawatakia Simba kila la heri, kwa sababu wanawakilisha taifa na ndio timu iliyobaki pekee kuwakilisha nchi yetu hapa Afrika Mashariki na Kati. Kwa hiyo kwa hilo kwa kweli niseme tunawatakia Simba kila la heri. Heshima watakaoipata ni ya Tanzania, lakini pia tumefika hapa kutokana na wadau wengi waliochangia timu zetu kufika katika hatua hii kubwa. TFF, bodi ya ligi, lakini kikubwa serikali, kwa maana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa hamasa kubwa sana ya kwa wachezaji, kwa timu zetu, goli la mama. Kwa hiyo yote amechagiza na imeleta hamasa na mwitikio mkubwa, na naamini kwamba imechangia sana hapa tulipofikia. Kwa hiyo leo tarehe 17, hata kama sio ajenda nilizowaitia, umenikumbusha niseme tunawatakia kila laheri, kwa sababu wanaleta heshima ya nchi yetu. Watacheza huko, watakuja hapa inshallah. Swala la utekelezaji wa ilani, mimi niseme tu kwamba jukumu la chama chetu kama ulivyosema ni kuandaa ilani, lakini pia kusimamia utekelezaji wa ilani. Kwa hiyo hayo yanayoelezwa katika taarifa za CAG, maana yake ni kwamba yatachukuliwa hatua na serikali, na ndio maana taarifa ya CAG ikishawasilishwa, serikali yenyewe pia inaanza kuandaa majibu ya yale ambayo wameambiwa hapa pana hapa pana hapa pana hapa. Kwa hiyo baada ya hapo majibu yanapatikana, lakini pia na utekelezaji wa kuchukua hatua za kurekebisha na kuchukua pia hatua pale inapoonekana kwamba kulikuwa na uzembe. Kwa hiyo kubwa ni kwamba ilani ya Chama cha Mapinduzi imetekelezwa vizuri, na tunatumaini kwamba tunaipeleka ilani nyingine tutakayoizindua itakayotoa matumaini makubwa kwa Tanzania. Nafikiri jamani inatosha. Ila tu nilichogundua niseme jambo moja. Nimegundua nyie mna hamu sana tuongee siku nyingine. Nitaita sasa hapo mnipige maswali kulia kushoto vyovyote mtakavyoweza. Sawa mimi niko tayari. Nimeona mna